Dr. Joseph Kizito, jiandae Mheshimiwa Charles Mwijage, jiandae Esther Bulaya. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana kwa kunipa nafasi ya kuchangia katika hotuba ya mtoa hoja. Nimemsikiliza kwa makini mtoa hoja na kwa kweli ana ustadi wa lugha. Jana kulikuwa na mjadala hapa kuhusu tuzo za lugha. Nadhani miongoni mwa watu ambao wanazungumza bila kuchosha, hotuba ndefu yenye maandishi na takwimu, Mheshimiwa Aweso naye yumo. Eneo moja tu ambalo sijaelewa. Nimeelewa vizuri utenzi wako, misamiati yako, lakini pale uliposema ubaya ubwela, sijakuelewa kabisa, na sina hakika kama Mheshimiwa Naibu Spika amekuelewa. Ni kwa sababu ya kanuni tu zinanizuia, lakini tungezua mjadala wa muongozo. Sasa nakubaliana na wewe Mheshimiwa Spika, hoja hii inajadilika, lakini kwa upande mwingine inaeleweka, na kwa hiyo haiwezi katupotezea muda mrefu. Nianze kwa kuunga mkono hoja. Naipongeza kamati ya uongozi chini ya Mheshimiwa Spika kwa kuunda kamati maalumu ya maji na mazingira. Na kwa mara ya kwanza katika bunge la 12, Mheshimiwa Naibu Spika, tumepata kamati ambayo mimi ambaye nimekuwa mjumbe wa kamati hii tangu mwanzo mpaka tunahitimisha, nakiri kwamba yaliyoelezwa ya miaka 4 ni makubwa na yanastahili kuonekana ni mafanikio ya kimapinduzi. Sasa kufanya mapinduzi inawezekana. Kuyalinda na kuyadumisha, hiyo ndio kazi kubwa. Na hapa ndipo mimi najikita katika kutoa mchango wangu. Mapinduzi makubwa sana yamepatikana, lakini mimi napendekeza nyenzo 4 ambazo zitatusaidia kuyalinda na kuyadumisha mapinduzi haya kwenye sekta ya maji. Sitaki kuwachosha, yameelezwa mengi sana yaliyofanyika, lakini mimi natambua nyenzo kuu 3 ambazo ndio mlinzi wa mapinduzi haya ambayo yametajwa katika sekta ya maji. Ya kwanza ni sera. Na hapa napongeza waziri kwa namna ambayo mmefanya marekebisho mazuri sana na makubwa katika sera ya sasa ya mwaka 2002 na marejeo yake ya mwaka 2025. Ukiisoma sera inaeleza kwamba usalama wa maji ni mhimili wa usalama wa nchi. Pili, usalama wa maji ni nyenzo kuu ya maendeleo ya kiuchumi. 3, usalama wa maji ni kipimo cha ustawi wa watu. Hii nyenzo muhimu sana itatusaidia kudumisha haya mapinduzi ambayo yametajwa hapa kupitia katika hotuba ya mtoa hoja. Kwa hiyo usimamizi bora wa rasilimali za maji ni swala muhimu na nyeti kisiasa, kiuchumi na kijamii. Na hiyo ndio maana naweka msisitizo kwamba utekelezaji wa sera hii ambayo inatoa mwanya mpana wa mabadiliko tulionayo hata ya tabia nchi, pamoja na ushirikishaji wa makundi mengi ikiwemo sekta binafsi, itatusaidia sana kuyalinda mapinduzi haya ambayo leo tunayazungumza. Nyenzo ya pili, na ametaja vizuri mtoa hoja, ni chombo hiki kinachoitwa RUWASA.
ukiangalia kazi zake zilizofanyika na idadi ya miradi iliyotekelezwa vijijini, unaweza ukadhani chombo hiki kina miaka 20 kwa umri wake. Lakini chombo hiki ni chombo ambacho kimekuja kwa wakati mwafaka. Kukilinda chombo hiki na kukiwezesha kifedha na watendaji kuwapa motisha ni jambo la msingi sana, kwa sababu tulikofikia ambapo vijiji si zaidi ya 2000 ndio havijafikiwa kati ya vijiji 1012 ni rekodi nzuri sana. Lakini chombo hiki, kwa sababu nchi yetu inapanuka, watu wanaongezeka, shughuli zinaongezeka, kila mara kitatakiwa kiendelee kuwekeza nguvu zake kutoa huduma hasa vijijini. Na nchi yetu, kusema ukweli, watu wengi wanaishi vijijini na shughuli nyingi za kiuchumi zinafanyika huko vijijini. Kwa hiyo chombo hiki nacho ni muhimu sana, na mimi nitumie fursa hii kuupongeza uongozi wa RUWASA na uongozi wa wizara kwa ujumla kwa kazi kubwa iliyofanyika. Nyenzo ya tatu ni mfuko wa maji, mfuko wa taifa wa maji. Amesema vizuri mwenyekiti kwenye kamati yetu, tunaridhika na utendaji wa mfuko huu, lakini tunashauri kwamba bado kuna wigo mkubwa wa kupata fedha zaidi nje ya mfuko mkuu wa serikali. Ndio ameshaanza kazi ya kufanya maandiko na sehemu kubwa wamepata fedha, na pia hizi fedha zinafanya kazi ya mzunguko kuwezesha mamlaka za maji kufanya shughuli zake. Kwa hiyo hii nayo ni nyenzo ya kuendeleza mapinduzi ambayo tumeyapata. Nyenzo ya 4 ni chuo chetu cha maji. Chuo hiki kinatoa mafunzo kwa wataalamu, na miradi imekuwa mingi vijijini na mingine ilikuwa haiendeshwi vizuri kwa sababu ya ukosefu wa usimamizi. Kwa hiyo wekezeni nguvu kubwa sana, na nakupongeza Mheshimiwa Waziri kwa wewe kusimamia wewe binafsi chuo hiki kukifikisha kilipo. Kilikuwa hakiko katika hali nzuri, lakini bado kuna nafasi kubwa ya kuwapa motisha, kuwapa fedha za kufanya utafiti hasa kwenye maeneo ya teknolojia, ili chuo hiki kitupe wataalamu wa kusimamia miradi yetu. Na mwisho, Mheshimiwa Naibu Spika, ni swala la utashi wa kisiasa. Na hapa nitumie nafasi hii kumpongeza mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuonyesha utashi wa kisiasa katika sekta hii muhimu na nyeti kwa maendeleo ya taifa letu. Tulipoanza kwenye kamati mwaka 2021-22 tulikuwa na bajeti ya bilioni 680. Mmesikia leo tunazungumzia bajeti ya trilioni 1. Huo ni utashi wa kisiasa ambao unatupa ni nyenzo muhimu sana ya kudumisha mapinduzi yaliyopatikana. Mheshimiwa Naibu Spika, sina mengi ya kusema, kama ulivyosema nitakuwa najirudia na muda umeisha, na kushukuru sana, na kwa mara nyingine naunga mkono hoja. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante.